Vipi hali yako? Mimi niko salama. Hii ni Graphics Infos na mimi jina langu ni Abu Haifa Al-Fadi. Usisahau kusubscribe na kusambaza video hii kwa wote ambao wana matatizo kama haya ili kuendelea kuwa pamoja nasi na kupata vitu tofauti ambavyo vitakuwa vina uwezo wa kusaidia katika mambo mazima ya kutumia kompyuta yako na simu yako kwa urahisi kabisa. Twende tukaangalie namna ya kurudisha account ambayo tayari imeshahakiwa, imechukuliwa na mtu mwingine pasi na wewe kufahamu, au ulikuwa unafahamu lakini ndio imetokea hivyo, kwa sababu katika ujuzi kuna mjuzi zaidi. Twende kazi. Hatua ya kwanza kabisa, kama umeshagundua kwamba account yako imeshachukuliwa, basi usiwe na papala. Twende taratibu kwamba utaweza kurudisha account yako, na nitatoa maelekezo mazuri kabisa ya kurudisha account yako. Cha kwanza kabisa, utafungua Telegram yako kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako, kisha utaingiza namba yako ya simu kama ulikuwa umejisajili kupitia hiyo namba na uko nayo hapo. Utaweza kuingiza kodi ya uthibitisho ambayo itatumwa na Telegram kupitia namba yako ya simu, aidha kwa upande wa SMS au kwa upande wa email kama ulikuwa umeunganisha email. Na kama kuangalia video ambayo inaonyesha kuunganisha email ndani ya Telegram yako, basi utatazama chini ya description ya video hii. Ikiwa hajabadilisha namba au access ya SMS, utaweza kuingia, lakini kama umebadilisha basi itakuwa ni ngumu. Nitakuonesha njia nyingine ambayo utaitumia kuweza kurudisha account yako. Njia ya pili ambayo unaweza kuitumia baada ya kuwa tayari umeshaingiza account yako kwenye simu yako na umefunguka Telegram, unachotakiwa kukifanya hapa ni kwenda kuterminate zile sessions zote ambazo zinakuwa zinatumia Telegram yako. Kwa hiyo sasa utaenda kwenye settings, kisha utaenda kwenye device, utaondoa session isiyo yako yote ili ubaki na session ya simu yako tu au ya kompyuta yako. Sehemu ya tatu ni kubadilisha neno siri ambalo uko unalitumia, two-step verification. Na kama hujui maana ya kuweka two-step verification, tazama video ipo chini ya description ya video hii. Utakachotakiwa kukifanya ili kubadilisha namba siri ambayo ulikuwa unaitumia hapo awali, utaenda kwenye settings, kisha privacy and security, kisha utaenda ku turn on two-step verification. Kisha utaweka password mpya na kisha utaweka email ya recovery ili haka asirudie tena. Na sehemu ambayo sasa baada ya haya yote kuwa ameshakushinda, utakayoifanya nitaielekeza. Usiwe na papala, usiende ukaanza na kutafuta njia za chochoro, mara ukaenda kuchati na huyu, ukaingia kwenye boti ukachati naye akurudishia account, itakupotezea muda. Isipokuwa fanya hivi, ingia kwenye Google yako, andika Telegram support, kisha gusa hapo kwenye Telegram support. Utakachoenda kukifanya ni kuandika ujumbe wa maneno mazuri kabisa. Mfano mimi nitaandika my account with number, ambazo namba nitaziandika sasa ambazo zimehakiwa, has been hacked. I no longer have access and I did not authorize any logging. Please help me to recover it. Thank you. Kisha baada ya kuwa umeshamaliza hapo, kisha baada ya kuwa umeshamaliza kuandika maneno haya, unaweza kugandisha video hii ili uweze kuyakopi. Utaweza kumaliza hapo, utajaza email yako ambayo ulikuwa unatumia ndani ya Telegram. Hapo uwe tayari umesha-add email yako tayari. Vile vile utaweka namba yako ya simu ambayo ulikuwa unaitumia ndo imebi hacked, ambayo imeshachukuliwa na hao wadukuaji. Utaijaza hapo, kisha utasubmit ili uweze kupata access baada ya masaa 8 toka pale ambapo utakuwa umeweza kusubmit. Kwa hiyo utasubiria watakutumia ujumbe kwenye email yako kwamba unaweza ukarudi kwenye account yako, tayari wameshaweza kukurejeshea. Usiwe na haraka, subiri hivyo. Iko hivi, unatakiwa ukague mara kwa mara usalama wa simu yako, na usimwamini mtu yoyote kwa kumtumia account yako katika kufanya marekebisho au kufanya lolote lile, isipokuwa yule unayeona kwamba huyu ni mtaalamu na ni mjuzi zaidi. Kwa hiyo sasa unachotakiwa kukifanya wewe ni kukagua akaunti zako na usitumie software ambazo si software kutoka katika website husika. Maana yake website zinakuja na malware mbalimbali, zinakuja na antiviruses ambayo mfano kama watu wanachukua Telegram ambao ni cracked, ambapo unakuta hii Telegram haina usalama kabisa katika matumizi. Kwa hiyo unakuta account yako itaenda. Kwa hiyo chunga sana kutumia Telegram ambayo imechukuliwa kutoka sehemu tofauti na ile ambayo watu naitoa, kama ni Google Play Store au ni Microsoft Store au katika Apple Store. Kwa hiyo tazama kwamba unaitoa wapi Telegram yako. Sasa twende tukaziangalie sababu ambazo zinasababisha account
ya Telegram na akaunti nyinginezo kudukuliwa. Ya kwanza kabisa ni kutokuboresha usalama wa account, yani kuweka two steps verification kama tulivyozungumza hapo awali. Ya pili ni kubonyeza linki mbaya zinaitwa phishing links. Zimeelezewa katika video ambayo imetangulia na sisi wenyewe Graphics Infos. Kama hujaitazama video ambayo inaonyesha linki zisizo salama unazijuaje na unazitambuaje, basi video imewekwa kwenye description, kuna linki, bonyeza nenda kaitazame. Hii inatokana na kupokea linki kwenye SMS, email au Telegram au mtandao wowote yenye lengo la kuiba kodi zako ama lenye offer. Hakuna kitu cha bure jamani, eti unapokea milioni 50. Nani kasema? Tafuta hela. Kwa hiyo unajikuta kwamba akaunti yako inaweza kudukuliwa kwa kukliki tu, unakuwa umelia. Tatu, kuingia kwenye apps au website fake. Ndio maana nilitoa mfano nikasema mimi nikiwa na namba kwenye website tofauti huwa nina email za kuingilia katika website zile. Ikitokea inaibiwa email, basi akaunti zangu zinakuwa salama, nafungua email nyingine kwa ajili ya kuingilia katika akaunti za hovyo nisizozifahamu. Kwa hiyo kupakua Telegram zisizo rasmi, yani modded, cracked Telegram, taarifa zako zinakuwa ni rahisi kuchukuliwa kuliko kutumia official Telegram, yani Telegram ambayo imetoka Google Play Store au imetoka Apple Store au imetoka katika upande wa Microsoft Store. Namba 4, kutoa verification code kwa mtu. Hacker anaweza kukutumia ujumbe, natumia simu yako tafadhali nitumie kodi, na wewe ukachukua zile kodi ukamtumia, na haya yote yanatokea, basi unakuta akaunti yako imechukuliwa. Kwa hiyo usitoe kodi kwa mtu yoyote ambaye humfahamu na hujui malengo yake na madhumuni yake ni yapi. Usitoe kodi. 5, kutumia neno siri rahisi au linalotumika sehemu nyingi. Yani hackers wanajua kabisa kwamba watu wanapenda kutumia password rahisi ili wasiweze kusahau. Mtu labda ameandika password 1234 au ameandika jina lake kisha ameweka @123. Sasa hii hackers wanaweza kuziguess na kuweza kuzitumia, na tunaona kuna mitandao mikubwa inahakiwa. Sembuse wewe, tulia nikwambie, usiona haraka. Namba 6, simu yenye malware au spyware. Hackers hupata access kwa kuweka app ya kuiba data au kuona SMS zako. Unakuta kuna app imeanzishwa ya VPN ya bure. Kwa hiyo unakuta mtu anaiclick ile VPN, anainstall kwenye simu yake, pale ndipo ambapo wanaanza kuiba taarifa zake. Hatutambui kwamba vitu vya bure vinaponza. Sasa ni namna gani ambavyo wanaweza kudukua akaunti? Twende tukaangalie ni namna gani kwa ufupi wanaweza kudukua akaunti yako. Ya kwanza kabisa ni upande wa phishing, yani wanatumia linki bandia yenye kuiga Telegram au WhatsApp na kuomba uingie ndani. Utaambiwa eti katika tovuti hii kuna picha zako, ukiklik tu umeisha. 2, social engineering, yani wanajifanya ni ndugu au jamaa, wana shida, wanakuomba kodi ya uthibitisho, kumbe ni kwa ajili ya kuingia kwenye akaunti yako. Hapo unakuwa umekwenda. Nyingine inaitwa SIM swap, yani hawa hackers wanashirikiana na watoa huduma wa mtandao husika wowote ule. Siwezi kutaja ni mitandao gani, lakini inafahamika mitandao tunayotumia. Kwa hiyo wanabadili line yako kuwa yake ili apokee SMS ya kodi, kisha pale ndio anakuwa amekuhaki. Na eneo jingine huwa wanafanya session hijacking, yani kuingia kwenye Telegram kupitia kifaa kisicho chako. Mfano, kutumia public computer bila kujitoa. Yani umeikuta computer ambayo inatumiwa sana ofisini au inatumiwa eneo lolote, ukalogin account zako ukatumia, ukasahau kulog out, yani ukasahau kujiondoa kwenye ile computer, basi huenda ikija kushikwa ile kompyuta utaweza kuwa umepoteza akaunti zako. Namna za kujilinda zimeshaelekezwa kwenye video ambayo inapatikana chini ya description ya video hii. Usisahau kusubscribe channel yetu na kutufollow katika mitandao ya kijamii ili kuendelea kupata madini mbalimbali kama haya.